Kwa jina naitwa Cyprian Meki, ndiye mwenyekiti wa taasisi ya The Desk and Chair Foundation, na nianze kwanza kuwapongeza kina mama kwa siku hiyo ambayo imeteuliwa rasmi kwa ajili ya kuwaenzi hao kina mama kwa kazi kubwa wanayofanya kwa ajili ya kukuza jamii na kulea jamii. Sisi kama taasisi ya Desk and Chair Foundation kuadhimisha siku hiyo tumefanya mradi wa kukarabati vyoo vya wodi ya kina mama pale Seketure. Kazi inaendelea na hadi kesho kazi itakuwa imekamilika na vyoo vitaanza kutumika rasmi kuanzia kesho kutwa. Vyoo ambavyo vilikuwa vinahitajika kwa kufanyiwa ukarabati mkubwa sana, na mpaka sasa hivi tumeshafikisha 95% ya kazi, na si leo ndio tutakuwa tumekamilisha, na labda kesho tunaweza tukakabidhi. Ukarabati huu itatugharimu karibu shilingi milioni 15. Yaani pale kuna vyoo viko vitatu na bafu tatu na sehemu ya kuoshea nguo ya hao kina mama wanaofanya upasuaji na wanaojifungua, na pia maeneo ya kufanya usafi kwa upande wa kina mama. Na baada ya pale pia tunazo vifaa vya kujifungulia kina mama. Pia siku hiyo tutagawa hapo kwenye hospitali ya Seketure kwa wale kina mama siku hiyo watakuwa wamekuja kujifungulia, na kila begi moja la hizo vifaa inagharimu karibu shilingi 65,000. Hizo ni vifaa vya kujifungulia ambavyo tumeboresha na vinakuwa na vifaa vingi zaidi ambayo inahitajika kwa ajili ya kujifungulia mama mwenyewe na mtoto. Pia kuna huduma zingine atazipata hapo, kitu kama mafuta na taulo na sabuni za kuogea na vitu kama hivyo viko ndani ya hiyo kifurushi cha kujifungulia. Mbali na hiyo, kama mnavyofahamu, kwa kushirikiana na taasisi ya Fursa Foundation tumekuwa tukitengeneza pedi za kina mama, hizi pedi ya kufua, na hizo pia tumepanga kugawa kwenye shule za sekondari kwa wasichana, na tunazo kama pedi 1,000 ambazo wasichana 1,000 watapewa. Kwa hiyo kimsingi miradi ambayo tulikuwa tumeandaa kwa ajili ya siku hiyo ni hizi, na tunashiriki kikamilifu kwenye maadhimisho ya hiyo siku ya wanawake duniani. Mwanamke au kina mama hao ndio walezi wakuu wa familia, na ndio maana utakuta wanakutana na matatizo mbalimbali, haswa kwa upande wa watoto. Kinachowasumbua zaidi ni magonjwa ya watoto na masuala ya ada ya watoto. Ndio maana utakuta baba anapokuwa kwenye utafutaji wa pesa kwa ajili ya kuhudumia hao pia wanakuja kuangalia hizi misaada kama kurahisisha, kwa sababu pesa zinazoletwa na baba hazitoshelezi.